Bwana Yesu na asifiwe. Siku ya leo ni nzuri iliyokubalika na kupata kibali machoni pa Mungu. Leo ikiwa ni siku nzuri ya Jumapili Dominika, siku ya Bwana, kwenda kumwabudu Mungu aliye hai. Sasa tumekuja kwenye bonde la kukatikia maneno. Watu wengi wamesikia ujumbe mzuri sana, na watu wameelewa ukweli ambao walipenda kuelewa ukweli. Mengi tutaweza kuongea zaidi. Kwa wakati huu utakwenda kufungua kwa maombi. Naomba mwinjilisti wa kimataifa Eunice, njoo ufungue kwa maombi hapa. Mwinjilisti wa kimataifa Eunice, njoo ufungue kwa maombi ili tuweze kuanza mkutano. Mwinjilisti, karibu. Mwinjilisti Eunice, fungua kwa maombi. Kwa kumheshimu Mungu, naomba tuinamishe vichwa vyetu ili tuombe. Asante Yesu kwa kuomeza kutuweka mahali hapa kwenye mkutano huu. Mada ya leo ni Qur'ani ni kitabu cha nani? Naomba watu waweze kujua ukweli, Qur'ani ni kitabu cha nani, na waweze kujua ukweli Mungu ni nani. Asante Yesu kwa kuomeza kutuweka mahali hapa ili tusikilize neno lako. Naomba ukawapake mafuta watumishi wako ili waweze kuhubiri neno lako, na kushukuru Bwana Yesu kwa sababu utaenda kutuongoza kwenye kila kitu mwanzoni hadi mwisho. Mmeomba kushukuru, amen. Asante sana. Huyu ni mwinjilisti wa kimataifa Eunice. Nagonga injili. Maandiko yanasema kwa vinywa vya watoto wachanga sifa imekamilika. Bwana Yesu na asifiwe. Mada ya leo, Qur'ani maneno ya nani? In short, Qur'ani sio maneno ya Mungu. Kama si ya Mungu ya nani? Ndio mtajua hapa. In short, Qur'ani sio maneno ya Mungu. Kama sio ya Mungu ya nani sasa? Na yapo yameandikwa, yana mwenyewe haya. Kwa hiyo mtakwenda kujua. Tegeni masikio ili muweze kuelewa. Tushafungua kwa maombi. Wakristo walioko eneo la nyuma kokote, akina mama, ni yule anayesema hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Yesu, na Paulo ni mtume wake, na kula nguruwe ni ruksa. Ndabaki huko. Naam. Kwa hiyo tushamaliza tayari kwa upande huu. Sasa moja kwa moja nitashuka ili kwa nao injili mbele. Inshallah, baada ya maombi yao ndugu zetu, tunaomba bado kuwe na utulivu wa kukaa. Tusiwe ndugu zangu kila saa tunapigishana makelele kupoteza muda. Tunapoteza muda bila sababu. Unapoambiwa kaa, unakaa, si wenzio wamekaa. Ndugu zangu, nyinyi mlokaa na basikeli mu uwanjani, tunataka msiweke basikeli zenu zimesimama. Mkae, mzilaze, mkae chini, muwe mnaelewa Kiswahili wazee wangu. Kama unaona we tabu kukaa, toka nje ya uwanja. Haya maspika, hata kama unaona tabu kikaa stendi kule unasikia. Mza maneno ya Mungu, hatukoba hapa. Tukae chini tusikilize. Kwa hiyo bila kupoteza muda, yule timekeeper wa Kikristo sijamwona hapa. Huyu msimamizi mwangalizi wa saa huku. Mpa maiki mwenyekiti mwenza ili aweze kutumbadilishia mwalimu hapa, aweze kutuletea mada ya Qur'ani ni maneno ya nani. Dakika 20 tu. Wekeni saa zenu vizuri, ni dakika 20, alafu kutakuwa na summary ya dakika 10. Kwa hiyo moja kwa moja mwenyekiti tupandishie mwalimu. Bwana Yesu na asifiwe. Waswahili wanasema lenye mwanzo lina mwisho. Najoshukuru Waislamu na watu wa Tanga, kweli Tanga ni kitovu cha elimu. Mambo mnayofanya, usanii wa hapa, kusimishana wenyewe kwa wenyewe, leo mitaani ndio gumzo. Sisi tunagonga kwa kwenda mbele. Na leo wameshaandaa wengine 6. Leo wameandaa wengine 6 hapa kuendeleza na usanii. Sisi tunagonga nini kwa hawa wote. Sasa mimi bila kuchelewa, wapendwa katika Bwana, Qur'ani si maneno ya Mungu. Kama si ya Mungu ya nani? Atajulikana mwenyewe, maana kitabu kipo. Anayekwenda kupeleka ujumbe jioni ya leo si mwingine, ni mwinjilisti machachari kabisa, ambaye ni makamu mwenyekiti wa huduma hii ya The Christian Power Taifa,
nayo si mwingine bali ni mwinjilisti Shedrack Mwana Masonya au Mtume Paulo, ukipenda muite Obama. Obama, karibu kwa dakika 20 ili upeleke ujumbe. Naam, dakika 20, karibu. Wakristo, haleluya, amen. Haleluya, amen. Ninashukuru sana jioni ya leo, jioni iliyokubalika mbele za Bwana wangu Yesu Kristo, Bwana wa majeshi, Mungu wa miungu, yeye aliyehimidiwa milele. Siku ya leo tuna somo moja nyeti ambalo ndilo msingi na asili kubwa ya dini ya Kiislamu, ambalo linasema Qur'ani sio maneno ya Mungu, ni maneno ya nani? Nitege sikio, twende na wewe shibiri shibiri. Ninachokuomba uniazime masikio yako, fahamu wako, pamoja na kuweza kujifunza. Sio tu kwamba kwa sababu mimi ni Mkristo nimetamka haya, ni wakati wa kuandika vinavyotolewa hapa na kwenda kukaa chini nyumbani kutafakari wamewezaje kutoa mambo haya. Kwanza naomba nisomewe kitabu cha maisha ya Muhammad, ukurasa wa 8, paragrafu ya 3. Tuangalie kwanza waandishi wa Qur'ani akina nani. Kipindi cha maisha ya Muhammad hakuwepo mtu anayejua kusoma ila hawa wafuatao. Nitasoma. Mtu wa awali aliyejifundisha kusoma na kuandika katika mji wa Mekka ndio alikuwa Bwana Hab bin Umayya. Aha. Babu yake Bwana Muawiya ndio alijifunza kwa watu wa Yaman. Ndio. Na yeye akaja kuwafundisha waliotoka katika mji wa Mekka. Changamka. Wakati mtume alipopata utume walikuwako watu 6 tu ndio katika Maka waliokuwa wakijua kuandika. Walikuwepo watu 6 tu walijua kusoma. 4 kati ya hao waliingia katika Uislamu, ndio wakawa ndio waandikaji wa hai aya za Qur'ani. Wao 4 ndio walioandika Qur'an. Nani? Watu hao walikuwa ni Sayyidina Abu Bakari wa kwanza, Sayyidina Umar wa pili, Sayyidina Uthman wa tatu, na Sayyidina Ali wa 4. Hawa ndio waandishi wa Qur'an. Hivi ni vitabu vya Kiislamu. Sisi kazi yetu ni kunukuu na kuleta mambo hadharani, ambao mambo haya ndani ya misikiti, ndani ya madrasa hayafundishwi kamwe, kwa sababu yatavuruga Uislamu. Hawa ndio waandishi wa Qur'an. Maswahaba 4, Saidina Umari, Saidina Ali, Saidina Osman na Said Abu Bakari. Sasa walikuwa na sifa gani? 5 Qur'ani aya 93 na ufafanuzi wake. Waandishi wa Qur'ani hao. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ubarikiwe sana. Inasema, si dhambi juu ya walioamini wakatenda mema kwa vile walivyovila, ndio kabla ya kuharamishiwa, maadamu wakimcha kwa vile alivyoharamishiwa wakati huo. Ufafanuzi wa 93 unasema aya hizi za kukataza ulevi kwa ndio hizi zimeteremka mwaka wa 6 wa Al-Hijra, baada ya kuwa maswahaba wengi wamekufa na hali ya kuwa wakilewa. Kazi imeanza hapa. Maswahaba wengi wamekufa hali akiwa walevi, na ndio waandishi wa Qur'ani walikuwa ni walevi, mpaka mtu kifo kinamkuta akiwa chakali ya ulevi. Wakristo, haleluya, amen. Ndio maana ili wasilaumike wakawa ni watu wa kuandika Qur'ani kiolela, wakatoa aya hii 47:15, kitu ambacho katika ulimwengu wa roho hakiwezekani. 47:15 Al-Karimu inasema wao ni walevi. Katika uandishi wao wa Qur'ani, angalia ofa wanaoitoa hapo. Inasema ndio mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu itakuwa hivi. Ndio imo mito ya maji yasiyovunda na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake. Ndio na mito ya nini? Na mito ya ulevi yenye ladha kwa wanywao. Kumbe wao ni walevi, na wao wanasema kule kuna mito yenye ladha kwa wanywao, kwa sababu wao ni wanywaji. Hawa ndio waandishi wa Qur'ani. Qur'ani sio maneno ya Mungu. Maneno ya nani? Twende shibiri shibiri.
Wakristo haleluya. Amen. Twende 34 aya ya 44. 34:44 Al-Karimu nitasoma kama ilivyoandikwa. Haya yangekuwa ni maneno ya Mungu tusingewaachia kamwe, tungeyakumbatia. Yangekuwa yanaleta wokovu tusingewaachia kamwe, tungeyakumbatia. Lakini hayana lolote, sio maneno ya Mungu. Haya tutege sikio tujifunze leo. Inasema ndio 34:44 surati 7 inasema wala hawa Waarabu hatukuwapa vitabu kabla ya hiki wakawa wanavisoma. Hawa Waarabu hatukuwapa kitabu kabla hiki Qur'ani wakawa wanavisoma. Wala hatukuwapelekea mwonyaji kabla yako. Basi wamejuaje ya kuwa huu ni uongo? Sasa huu kumbe ni uongo, siri imefichuka hapa. Anahojiwa Muhammad, Waarabu hawajapelekewa kitabu chochote kabla ya hiki, hatujawapelekea mwonyaji yoyote kabla yako wewe. Nani aliyewaambia kwamba Qur'ani ni uongo? Hili swali hakujibu Muhammad. Wakristo haleluya. Haleluya. Amen. Twende 3:78 Qur'an. 3:78 surati Al-Imran inasema, ubarikiwe. Na miongoni mwao kuna baadhi yao wanaopinda ndimi zao. Kuna baadhi ya watu wanapinda ndimi zao, na mtawasikia hapa muda si mrefu. Watanyanyuka sasa hivi wakifanyaje? Wanaopinda ndimi zao kwa kusoma kitabu ili mpate kuyafikiri maneno yao. Ndio hayo kuwa ni ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sio kitabu cha Mungu. Na wanasema haya Qur'ani hii ndio yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Wanasema haya yametoka kwa Mwenyezi Mungu, na wanamsingizia Mwenyezi Mungu uongo, kwamba na hali wanajua ya kuwa huo ni uongo. Wapo watanyanyuka, hawana haya wala aibu, wanasema haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wakati sio maneno ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani maneno ya nani? Sio ya Mungu. Wakristo haleluya. Haleluya. Amen. 15:91 Qur'an. 5:91 Al-Karim. Leo ni operation ya Qur'ani hapa, siendi kwenye Biblia wala nini, hilo neno la Mungu takatifu. 15:91 inasema 15:91 ndio ambao wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo, ndio aliyoukusanya Nabii Muhammad, akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kumbe Muhammad ndiye aliyedai maneno haya ni ya Mwenyezi Mungu. Imeisha aya. Wakristo haleluya. Amekusanya Qur'ani akadai, sio kwamba ni maneno ya Mungu, akadai madai kwamba ni maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kumbe sio maneno ya Mungu. Haiwezekani Qur'ani kae kwa waganga wa kienyeji. Uliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji gani akakuandikia Mathayo 2:6? Never. Haipo. Mganga wa kienyeji kabla hajaanza, anaanza na ufunguzi wa Al-Fatiha, ndio anaanza mambo yake kuyatuvaji nani. Uwezi kuloga ukatumia Biblia. Wakristo haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 53:59 hadi 60 Qur'an. 53:59 Al-Karimu. Andikeni haya hizi, kwa maana Mwasonya leo anavyopita hatorudi tena Tanga, ndio amekuwa ameshaondoka. Andika haya hizi kazifanyie kazi nyumbani, sio jazba. Soma. Inasema 59 ndio surati An-Najm. Inasema mnastaajabia hadithi hii. Kumbe hii ni hadithi, mnaikadhibisha hadithi. Maliza. Na mnacheka wala hamlii. Mnaikadhibisha hadithi hii Qur'ani, wala mnacheka na wala hamlii. Hasa kumbe ni hadithi. Hadithi njoo utamkolea uongo hapo safi. Qur'ani sio maneno ya Mungu. Ndio maana Biblia ina waandishi ni watu kamili kama Mathayo, kina Yohana, lakini Qur'ani utakuta sura sisimizi, sura ya mchwa, sura ya ankabuti yani buibui, sura ya ngamia yani haijulikani. Kwa nini wasiwekwe pale surati Abubakar? Kwa nini siwekwe pale surati Osman? Lakini imewekwa sura ya ng'ombe jike rangi ya manjano, sura ya wanyama, sura ya kichuguu cha mchanga, yani haieleweki. Wakristo haleluya. Amen. Ukweli unauma. Twende aya inafuata 11:13 Al-Karimu inasema ndio kweli
hiki wanasema kuwa amekitunga mwenyewe. Hapa hajakanusha, ndio anakubali, wanasema kweli ameitunga mwenyewe hii Qur'an. Twende. Muhammad, kitabu hiki ndio sema toa jibu. Basi leteni sura 10 za uongo zilizotungwa mfano wa hivi ili zifanane. Unaona sasa, kweli leteni na nyinyi sura hizi mfano wa hizi, yani leteni zingine za uongo zifanane na hizi. Sikakubali hapa. Qur'ani sio maneno ya Mungu. Wakiswa, haleluya, amen. Leo ni operation. Kama ni mgonjwa basi unafanywa operation ya jipu, kuna kamuliwa usaa alafu unapona. Zaidi ya yote, nenda kamkabidhi Yesu maisha yako kanisa lolote. Sisi hapa hatubatizi. Sio kama watu jana wanaulizwa kanisa lako, anasema Anglikano. Anglikano ya wapi wewe? Wakiswa, haleluya. Ipo siku mtakuja kusema ninasali kanisa la Volcano, kwa sababu ni mambo ya kupanga. Twende aya inafuata. 48:2 Qur'an inasema hii ni surati Fatih. Sikiliza habari hivi, kweli Mungu anaongea? Inasema 48:2 ndio ili Mwenyezi Mungu akusamehe. Eti ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako. Yani makosa yako yapi hayo? Yaliyotangulia na yanayokuja. Hebu sikiliza hii. Mungu anataka kuongea, yani jamani sikilizeni. Yani akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yanayokuja mbele. Kuna haja kuwepo Mungu tena? Hivi leo waambiwe madeni yako ya chakula ulichokula nyuma, yani leo niambiwe pale hotelini, bwana, madeni ambayo unadaiwa kule nyuma na yajayo yote utalipiwa. Kuna haja tena mimi ya kuondoka Tanga hapa? Si nitabaki hapa hapa? Sasa huyu anaambiwa eti makosa yako ya nyuma na yajao. Si ndio maana alitenda dhambi katika kiwango kisichokuwapo duniani. Wakiswa, haleluya, amen. Twende aya inayofuata. Aya inayofuata 24:31. Hapa sasa ndio balaa. Tusikilizane shibiri, hatua kwa hatua. Hii aya ina matatizo makubwa sana. 24:31 nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Inasema, na waambie Waislamu wanawake, wainamishe macho yao. Ulimwengu huu na uwanja huu hakuna mtu mwenye uwezo wa kuinamisha macho. Macho yanainama kwa kupitia msaada wa shingo. Eti waambie wanawake wainamishe macho. Kuna mtu wa kuinamisha macho hapa? Hakuna. Alafu na waambie Waislamu wanawake wainamishe macho yao, alafu na wazilinde tupu zao, wala wasidhihirishe viungo vyao, isipokuwa ndio vinavyodhihirika. Wasidhihirishe viungo vyao vinavyodhihirika. Kama vipi na vipi? Nao ni uso. Kwanza uso unatakiwa uwe wazi, sio kufunika. Alafu na vitanga vya mikono vinatakiwa viwe wazi. Hii ni Qur'ani. Lakini watu, kwa sababu Qur'ani sio maneno ya Mungu, wamedharau, wanafunika nyuso na kubakiwa macho. Twende. Na wengine wanasema na nyayo. Sasa angalia hapa, yani na wengine wanasema na nyayo. Yani aya imekopwa verse kwa watu, na wengine wanasema na nyayo. Yani huyu sasa mwenye Qur'ani alisahau, akaambia bwana, umesahau na nyayo inatakiwa ziwe wazi au zizibwe. Huu ni msiba. Na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Ndio. Na wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Hapa ni sawa, mapambo yaoneshwe kwa waume zao. Twende. Wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Wamefurahi. Twende. Au baba zao. Mapambo waonyeshe kwa waume zao, halafu hayo mapambo waonyeshe kwa baba zao wazazi. Mapambo unaweza kuonyesha kwa babako mzazi. Shangilieni hapo. Au haleluya, baba za waume zao myaonyeshe kwa baba zenu wazazi. Au watoto wao, mwanao umwite umwonyeshe mapambo. Halafu au watoto wa waume zao, watoto wa waume zao. Mbona mshangilii? Kaka zao, kakako nitakuwa muonyeshe mapambo. Au wana wa kaka zao muonyeshe pambo. Au wana wa dada zao. Hapa kuna watu watakuja pambo, nieleni sini, tutajua pambo uko chini nini. Twende. Au wa kaka zao, au kaka yako unamwita kaka, unajua pambo
sijajua hili hapa ili unamwonyesha, au wana wa dada zao, alafu au wanawake wenzao, mwanamke mwenzio unamwonyesha pambo, alafu au wale waliowamiliki mikono yao ya kuumwe watumwa wao. Ndio, mbona mchaki, twende. Au wafuasi wanaume ambao hawajajua mambo yanayohusu uke. Pambo liko huko. Haleluya! Haiwezekani kakako umonyeshe pambo liloko wizara mambo ya ndani. Maliza. Inaendelea kusema wala wasipige miguu yao au watoto wasiojua. Hebu wewe usivuke bwana, usiruke. Inasema au watoto ambao hawajajua mambo yanayohusu uke. Sasa haleluya! Kweli maneno ya Mungu akwambia ukamwonyeshe babako mzazi pambo, au mtoto asiyejua nini maana ya uke, au wale wanaume ambao ni matowashi hawana matamanio kwa wanawake. Haya sio maneno ya Mungu, sio maneno ya Mungu. Twende haya nafuata. 27:88 Al-Karim. Ndio 27:88 inasema na unaiona milima unadhania imetulia, nayo inakwenda kama mawingu yanavyokwenda. Umeluka aya moja hiyo. 85 anza. 85. Ndio. Inasema kuanzia 85. Inasema na itawathibitikia kauli ya kuadhibiwa. Itakudhibitikia kauli ya kuadhibiwa kwao kwa sababu ya kule kudhulumu kwao nafsi zao. Ndio. Basi hawatasema lolote. Au ngurumapo simba. Usema nani? Haleluya! Kama kwa muziki inatungwa nyimbo, ngurumapo simba, sema nani? Kumbe katoa kwenye Qur'ani humu. Sio maneno ya Mungu. Biblia tunatunga nyimbo kwa ajili ya kumsifu Mungu, sio ngurumapo simba. Wewe ya maneno ya Mungu, afu simba sijui ananguruma vipi? Aya inafuata 88. Aya 27:88. Na unaiona milima unadhania imetulia. Changamka. Nayo inakwenda kama mawingu yanavyokwenda. Ati milima utadhani imetulia, kumbe inakwenda kama mawingu. Usi uongo. Huu mlima Kilimanjaro wazungu wangekuja Tanzania, sio wangeusubiri Ulaya. Eti milima inatembea. Yawezekana huyu mwenyewe maneno alipanda gari linapokuwa linakimbia, milima inarudi nyuma. Akatoa verse akasema kwamba unaiona milima ilitulia, kumbe inakwenda kama mawingu. Haleluya. Ndio maana kwenye Qur'ani utasikia wadudu chungu wameongea, majini wameongea, Muhammad anasutana na watu, yani haijulikani maneno ni ya ndani haya. Aya inafuata 16:8. Ndio. Inasema 16:8. Inasemaje? Na amewaumba farasi na nyumbu. Eti amewaumba farasi na nyumbu ili na punda ili muwapande na wawe mapambo. Alafu na ataumba nini? Na ataumba vipando vingine msivyovijua. Yani eti ataumba vipando hivi vingine hamvijui kabisa. Vipando hivyo nini ambavyo sisi hatuvijui? Ataumba haya manini? Nayo ndio haya manini? Mamotokari. Eti motoka kaumba ala, ile magari yote kaumba ala. Meli. Eti meli kaumba ala. Na dash. Wao umbe magari kati ya Japan yale. Badala ya kusema amewajalia labda elimu ya kutengeneza vitu, eti yeye kaumba magari, eti fuso zile made in China. Yani huu ni uongo dhahiri. Mafuso yale, wewe unaanza kutoa miliki za watu zile, mtakamatwa. Acheni, mtakufa. Hameni huko kabla nyumba haijaungua. Haleluya. Amen. Twende nyingine. 17:66 surati Bani Israel. Inasemaje? Inasema Mola wenu ni yule anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute fadhili. Eti Mola wenu ni yule yeye anaendesha merikebu baharini. Alafu inaendelea kusema katika bahari ili mtafute fadhili. Yani eti mnaendeshewa meli na merikebu na Mola wenu, eti nyinyi mnavua samaki nyuma. Kweli Mungu anaendesha merikebu? Meli za Wagiriki kule hebu uendeshe merikebu? Sasa kwa ina maana meli inapozama ala kazamisha meli. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapo mmenielewa? Twende Qur'ani. Twende
24:58. 24:58 Alkarimu inasema hapa lazima kieleweke Tanga. Nasikia kuna vyuo vingi sana. Maliza. 24:58 inasema enyi mlioamini. Na sasa hivi hapa inabidi tuwaweke, tuleteni wale wanafunzi walioko chuoni kile cha tamtam sijui ni cha wapi, tuje tupambane nao. Hawa na elimu ndogo, hawatufai. Twende. Inasema enyi mlioamini, enyi Waislamu, na wakupigieni hodi wale iliyowamiliki mikono yenu ya kuume, na wale wasiofikia balagha miongoni mwenu, ndio mara 3 kabla ya sala ya alfajiri. Yani wale mliowamiliki mikono yenu ya kuume, mahausigeri, wafanyakazi wa ndani, na wale watoto wasiofikia balagha, mara 3 kabla ya nini? Na mnapovua nguo zenu adhuhuri. Mimi sisheleshi hapo, twende. Na baada ya sala ya insha, mnapovua nguo zenu. Alafu hizi ni nyakati 3 za faraga kwenu. Si vibaya juu yenu wala juu yao. Baada ya nyakati hizo kuingia bila ya kupiga hodi, mnazungukiana nyinyi. Haleluya, amen. Naam.